Umoja wa Ulaya umewawekea vikwazo watu 9 wakiwemo wanajeshi wa M23 na askari wa Rwanda pamoja na wale ambao umoja huo unasema wana mchango mkubwa katika vita vinavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yamejitokeza wakati serikali ya Rwanda ikitangaza kukata uhusiano wake kamili na nchi ya Ubelgiji, ikishutumu kwa kuchochea vikwazo hivyo. Kulingana na tangazo la Umoja wa Ulaya EU, vikwazo hivyo vimewalenga Meja Jenerali Ruki Karusisi maarufu kama Rock, aliyekuwa kamanda wa kikosi maalum lakini aliondolewa katika wadhifa huo wiki iliyopita na kurudishwa makao makuu ya jeshi. Pia maafisa wengine wawili wa jeshi ni Meja Jenerali Eugene Nkubito na Brigadia General Pascal Muhizi. Umoja huo unasema wawili hao waliongoza majeshi ya Rwanda kusaidia waasi wa M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wa waasi wa M23 waliolengwa hasa na vikwazo vya Umoja wa Ulaya ni kiongozi wa kisiasa wa kundi hilo Bertrand Bisimwa, Kanali John Nzeze, msimamizi wa idara ya ujasusi, na Kanali Joseph Bahati Musanga. Anajulikana kama Kanali Bahati Erasto aliteuliwa hivi karibuni na waasi hao kuongoza jimbo la Kivu Kaskazini. Yeye pia ni mshauri wa Jenerali Sultan Makenga ambaye anaongoza jeshi la M23. Miongoni mwa wengine waliowekewa vikwazo ni raia wa Kongo wanaohudumu chini ya waasi wa M23 na wengine kutoka Rwanda, akiwemo Bwana Francis Kamanzi, mkuu wa bodi ya migodi, petroli na gesi ya Rwanda. Kampuni moja pia iliyowekewa vikwazo ni kampuni ya Gisabo Gold Refiner ya mjini Kigali inayochimba na kusafisha dhahabu. Ni kampuni ya uchimbaji dhahabu yenye makao yake makuu mjini Kigali. Umoja wa Ulaya unasema kampuni hiyo inajihusisha na biashara haramu ya madini, hususan dhahabu. Mali za wahusika zinazopatikana katika mataifa ya sehemu ya umoja huo zitakamatwa na pia kuwapiga marufuku kusafiri barani humo. Tangazo hilo limekuja kufuatia Rwanda kutangaza kukataa mahusiano yake na nchi ya Ubelgiji na kuwatimua na diplomasia wa nchi hiyo walikuwa mjini Kigali. Mimi naitumika ndaba na hizi ni ripoti juu ya mzozo baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 sambamba na nchi ya Rwanda.